Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni robo ya pili ya mwaka 2026. Robo inayosema kukua katika uhusiano na Mungu. Hili ni somo la kwanza. Somo la kwanza linasema kukagua uhalisia. Hii ni Machi 28, Sabato mchana. Katika somo la juma hili, Ufunuo sura ya 3 ya 14 hadi 22, Ufunuo 4 aya 9 hadi 11, Mwanzo 2 aya 7, Mwanzo 3 aya 8 hadi ya 10, Yeremia 31 aya 3, Yohana 15 aya 1 hadi 11 na Warumi 8 aya 9 hadi 11. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Yohana 15 aya 9. Neno la Mungu linasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Unaweza kuelezeaje uhusiano wako na Mungu leo? Je, ni imara na angavu? Unatumia muda katika kuwekeza kwenye uhusiano huu, ukichunguza neno lake lililovuviwa na kunena naye kama rafiki? Kama ni hivyo, unatumia muda kiasi gani katika kufanya hivyo? Vile vile, je, unajisikia kusukumwa kuwaambia wengine kuhusu uhusiano wako na Mungu kwa sababu huu ndio uhusiano bora zaidi maishani mwako? Au badala yake, je, uhusiano wako na Mungu umepungua baada ya muda? Upo, ndiyo, na unaingia mara kwa mara, lakini kwa kweli si imara tena kama ulivyokuwa, au pengine uko mahali fulani katikati, kile Biblia inachokiita vuguvugu. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 ya 16. Je, umewahi kujiuliza kama malaika hutafakari kwa nini hatuishi katika kumwabudu Mwokozi na mkombozi wetu kwa mioyo yenye njaa na akili zenye shauku ya kukua karibu na Mungu kila siku? Kwa sababu kwa kweli uhusiano na Mungu hubadilisha kila kitu hapa na milele. Juma hili hebu tutafakari hali ya sasa ya uhusiano wetu na Mungu na jinsi ushauri wa Biblia ulivyo kwetu. Hakika hatuwezi kuhama kutoka tulipo hadi mahali pengine pazuri zaidi hadi tujikague kwa uaminifu na kusikiliza ufumbuzi ambao Yesu anauelezea. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Aprili 4. Jumapili tutaangazia mada inayosema hali yetu. Jumatatu, kemia, tubu na thawabu. Jumanne, upendo wa milele. Jumatano, kaa. Alhamisi, utomvu, na katika siku ya Ijumaa jifunze zaidi. Hii ni Machi 28, siku ya Jumamosi, Sabato mchana, na tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema ukitafakari neno lake.